Naitwa Clayton Revocatus Chipando, Baba Levo, ni mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Natumia fursa hii kuambia Watanzania na watu wote ambao wananifuatilia kwamba leo nilipokea video fupi ikimwonyesha Abdunondo akinishambulia kwa maneno ambayo kwa upande wangu nimeyaona yananidhalilisha. Ameita waandishi wa habari na akizungumza kwamba Baba Levo ubunge wake ni ametumia ubabe, imeshinda kwa ubabe, lakini pia akionyesha kwamba ubunge wangu ni wa kupachikwa pachikwa tu, akionyesha kwamba ubunge wangu mimi ni wa kupewa. Sasa maneno haya kiuhalisia ukiacha akaendelea hivi yanavunja heshima na yanaharibu taswira ya bunge letu. Mimi naamini 100% kwamba nilifanya kampeni na baadaye wananchi wa Kigoma mjini wakapiga kura na mimi nikashinda uchaguzi. Hilo ndo naloliamini. Na mtu nilishindana naye hajawahi hata siku moja kusimama na kupinga kwamba sikumshinda uchaguzi. Amekuwa yuko neutral, yuko kimya. Sasa mtu anatokea pembeni na kuzungumza maneno ambayo kiuhalisia ananivunjia heshima na anawavunjia heshima wananchi wa Kigoma mjini ambao mimi ndo mbunge wao na kwa namna moja au nyingine wanaona namna ninavyowapambania. Sasa nimeamua kuchukua hatua ya kumshtaki Abdunondo, lakini nimempa siku 7. Nimempa barua demand notes ya siku 7 ya kumtaka aombe radhi hadharani kwenye vyombo vya habari kama alivyoitisha press yake, lakini pia aombe radhi kwa maandishi, aweze kuniomba radhi kwa maandishi ili nibakia na kumbukumbu, na asipofanya hivyo nitamburuza mahakamani baada ya siku 7. Wanasheria wangu wako tayari na wamesema wako tayari kwa ajili ya kuhakikisha tunaipata haki yetu mahakamani, na namsihi aache kabisa kunizungumzia katika mlengo huu ambao anauzungumzia. Kama anataka siasa, tufanye siasa, lakini akileta kashfa kwangu mimi namsisitizia kwamba mahakama itatoa haki. Kama yeye ana haki atapata, lakini kama mimi nina haki nitapata. Sifurahishwi na namna anavyofanya, na shutuma zake zingine zote anazozitoa ni vitu ambavyo vilisemwa na jeshi la polisi, na sisi kama wananchi tunasikiliza vyombo ambavyo vimepewa mamlaka ya kufanya uchunguzi na kutoa kauli. Na tangu vyombo vya uchunguzi vilivyosema, jeshi la polisi liliposema, hatujawahi kuona press nyingine ya jeshi la polisi likikanusha kauli ile ambayo ilitoa kuhusiana na yeye kusema ametekwa, lakini baadaye akakutwa Iringa, na polisi walielezea namna ambavyo safari yake ilikuwa na namna ambavyo alikuwa na chati na binti huko Iringa, na baadaye walimkamata Iringa. Nampa siku 7, na ndani ya siku 7 asipoomba radhi kwa maneno aliyoyatoa ya kuchafua taswira yangu mimi, kuchafua heshima yangu mimi, nitampeleka mahakamani na nitademand milioni 550 kwa haya ambayo amenifanyia. Asante. Kumbuka kufollow, kusubscribe, kulike na kushare. Hii ni Come TV Tanzania. Karibu tuongee.